kupiga kura alikuwa hawaruhusiwi, ajira ilikuwa ni shida, ubaguzi ulikuwa umekithiri, wakaamua watuletee hii siku. Na sisi wa kizazi hiki na vizazi vijavyo tunaendelea kuienzi siku hii nchini Tanzania kupitia bibi yetu Bibi Titi Mohamed ambaye alianzisha hizo harakati nchini Tanzania. Kwa kweli wametufumbua macho wanawake nchini Tanzania, na kupitia hilo sasa wanawake kujitambua maeneo husika, ndio maana tuna rais mwanamke na ambaye anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Niombe wanawake wenzetu kwamba yule mtoto ameimba pale, amefikisha ujumbe mzito sana, kwamba wanawake tujitambue, tutunze ndoa zetu. Mimi nikiwa kama mama na ni kiongozi na ni mfanyabiashara, nashuhudia mengi sana. Mabinti zetu, ndoa za siku hizi hazidumu. Ndoa imekuwa kama fashion. Mtu aolewa apige picha apeleke Facebook akapande mabenzi, imetosha. Wajibu wa ndoa hajui. Matokeo yake sasa ndoa nyingi sana zinavunjika. Kwangu mimi na ndoa zaidi ya 200 nashuhudia usuluhishi, kwamba mtoto wakioana wamechuma mali kidogo, ndoa inavunjika 50 kwa 50, baba kule mama kule, wamezalisha kizazi hapa katikati ambacho hakina mwenyewe. Ni wasihi wanawake wa mkoa wa Njombe, hususa kupitia kinara wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba anatambua uongozi, anatutambua sisi wanawake. Ni wasihi chonde chonde, naomba tutunze ndoa zetu, maana ndiko taifa imara linakoanzia. Na kwa sababu ya muda niseme tu kwamba wanawake tunapitia changamoto nyingi, lakini tukagangamane kwenye maeneo yetu, tutunze ndoa zetu, tutunze watoto, tufanye biashara. Na wanaume, ujumbe ni kwamba tunaomba mwache mfumo dume, mturuhusu wanawake tukafanye biashara, mturuhusu tuzunguke. Wana Njombe, wanaume na waomba mtuachie, msitufungie ndani, tuache mfumo dume, wanawake tukafanye biashara. Na sisi wanawake tukiruhusiwa kwenda kufanya biashara, turudishe maadili kwenye familia. Sio mume kakuruhusu kwenda kufanya biashara, wewe unaenda kufanya biashara nyinginezo. Hiyo hapana, haikubaliki. Wanawake oye! Baada ya maneno hayo, niwapongeze wanarudewa sana sana sana. Mamangu pale ni mama mtu mzima, katupita hata sisi. Kwa mantikio na mimi kupitia kile kikundi kama mama wa mkoa nitakichangia shilingi 100,000 mtakuja kuchukua. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitamshukuru mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka kwa kazi anazozichapa mkoa wa Njombe. Kwa kweli anafanya kazi kubwa sana. Wanawake wenzangu, wanawake wa mkoa wa Njombe, kweli tuko bize sana. Tunafanya biashara, tuna tabia kuinjika kande asubuhi, watoto wananywa chai mchana na jioni. Hiyo tabia kama wako kina mama hao tuache, tumwenzi mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka, anafanya kazi nzuri katika maeneo mengi sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni mfuasi wako. Nimekuwa nikikufuatilia klipu nyingi sana unazotoa. Unatosha na change na baki. Amina, amina. Mwisho yote niongelee kwamba kina baba na kina mama tuingie kuhudumia familia. Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa nishati safi ya kupikia, mazingira ya kupikia katuandalia vizuri. Kwa hiyo tuingie tupike, tuhudumie familia zetu. Baada ya kusema hayo, napenda sana kina mama wa mkoa wa Njombe, napenda viongozi wote, na hongereni kwa kuandaa kongamano zuri. Asante sana viongozi, Mungu awabariki. Wanarudewa mje mchukue 100,000 yenu. Asante sana.